Baada ya mchezo ule technical bench ilitangaza mapumziko kutoka siku ile ya tarehe 7 mpaka siku ya tarehe 15 ya mwezi wa 12. Kutoka tarehe 7 ambako mechi ilimalizika, kwa hiyo tarehe 8 mpaka tarehe 15 wachezaji wote ambao hawajaitwa kwenye timu zao za taifa, wachezaji wote ambao hawapo kwenye michuano ya AFCON, wachezaji wa Young African Sports Club wamepewa mapumziko kutoka siku ya tarehe 8 baada tu mchezo kuisha tarehe 7 mpaka tarehe 15. Tarehe 15 ikifika wanatakiwa waripoti mazoezini. Na wakiripoti mazoezini, programu iko vipi? Kiripoti tarehe 15 watafanya mazoezi mpaka tarehe 20. Wakifanya mpaka tarehe 20 patakuwa pana break nyingine kutoka tarehe 21 mpaka tarehe 28. Break hii ya kwanza ni break kwa sababu tumetoka kwenye mchaka wa mechi ambazo zimefuatana. Kwa hiyo tumewapa wachezaji wiki moja hapa ya kupumzika. Tarehe 15 wataripoti kambini kwa ajili ya kuendelea na mazoezi. Ikifika tarehe 20 itakuwa ni siku ya mwisho ya kufanya mazoezi, alafu tarehe 21 tutawaruhusu mpaka tarehe 28. Hapo mnafahamu patakuwa pana sikukuu za Christmas zimeingia hapo. Kwa hiyo tunatoa nafasi kwa wachezaji wetu waende kuwa karibu na familia zao, washerehekee pamoja sikukuu za Christmas. Tarehe 29 wachezaji hawa watakiwa waripoti tena kambini. Kwa muda wa kula bata tarehe 21 mpaka tarehe 28. Tarehe 29 wanatakiwa waripoti tena kambini. Wakiripoti kambini tarehe 29 ndio wanaendelea moja kwa moja mpaka mwezi wa kwanza. Hatujui mwezi wa kwanza ratiba ya bodi ya ligi nini kitatokea, lakini tunajua na tuna uhakika mwezi wa kwanza Young Africans tutakuwa na mechi ya away ya CAF Champions League dhidi ya Ahli, na mechi itafanyika tarehe 23. Kwa hiyo tunaweza kutokea program hapa pakawa na michezo ya ligi. Hatujajua bado, tunasubiri mwongozo kutoka bodi ya ligi, lakini wakiripoti tarehe 29 maana yake maandalizi sasa ya mechi zote zinazofuatia yataanzia hapa.